Salamu kwa wote, kwa majina naitwa Rujego Kamwela, mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ni mwalimu pekee wa kweli ambaye anafundisha ukweli, ambaye yupo kwa nyakati hizi katika hali inayoonekana kwa ajili ya kurejesha ukweli, kurejesha historia ya kweli ambayo ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu sana, kwa karne nyingi sana. Kwa hiyo ni neema kubwa ambayo tumepokea, na Luba muumba pekee wa kweli ameturehemu na mzaliwa wa pili yupo katika hali inayoonekana kwa ajili ya kuja kutuondoa katika ujinga wa dini mbalimbali ambazo zimeletwa na wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo ndugu zangu, Luba anatupenda kweli kweli. Kwa hiyo siku ya leo nitatoa tena mafundisho, na mafundisho yatoka ndani ya kitabu cha Kweli Kala Tandimsi, kitabu cha maajabu ambacho kimeletwa kwetu na mzaliwa wa pili. Ndani ya kitabu hiki kuna historia ya kweli ambayo watu weusi wale ambao walitembea kulingana na neno la Luba, ambao walifanikiwa kupita vizuri katika njia ya kweli, njia ambayo inasababisha watu wazuri, njia ambayo hatima yake ni kwamba unapata uzima wa milele. Iko humu, na baadhi ya historia ambazo ziko humu ndio hizo ambazo wazungu walikuja hapa Afrika wakaiba kwa baadhi ya mababu zetu weusi ambao walikuwa wameasi, ambao tayari walikuwa na hizo nakala. Baada ya kuiba wakaenda wakabadilisha, na baadaye wakaleta katika mfumo wa hiyo Biblia ya kisasa katika dini zao, wakitudanganya kwamba ndio ukweli, lakini kumbe tayari walikuwa wameshabadilisha, wamechakachua, wameondoa mengine na kubadilisha mambo mengi ambayo yanaelezewa kama tunavyosikiliza mafundisho kutoka kwa mzaliwa wa pili na kwa wanafunzi wa mzaliwa wa pili. Kwa hiyo ndugu zangu, historia ya kweli ya watu weusi inapatikana humu. Kwa hiyo ninamshukuru Luba, mafundisho kutoka ndani ya kitabu hiki, na tutaenda kusoma katika kitabu cha Byalabamnia katika mabano Methali sura ya 27. Tutaanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Na mada ni methali zingine katika mabano mwendelezo, monimoni. Kwa hiyo tunajua katika hali inayoonekana hapa Afrika kuna methali nyingi sana ambazo zinaongelewa, na methali zote hizo ambazo tulipokea kutoka kwa mababu zetu ambao walikuwa ni mababu wasioanzishwa, ambao walikuwa wameacha imani ya kweli ambayo ni imani inayotokana na neno la Luba, na wenyewe walikuja na mithali mbalimbali, lakini hizo mithali ukichunguza kwa undani hazipo kulingana na ukweli. Maana ukichunguza kwa undani zaidi unakuta kwamba ni mithali ambazo zipo, ni kweli zipo, lakini hazina usahihi wa mambo, hazina uhalisia wa jinsi mambo ambavyo yanaenenda katika hali inayoonekana. Lakini tunamshukuru Luba kwamba kwa wakati huu mzaliwa wa pili yupo ambaye amerejesha historia ya kweli, na hapa leo tunapata mithali ambazo ziliongelewa na manabii wa kweli ambao ni watu weusi. Na kwa mfano leo tutaongelea mithali ambazo zilitolewa na huyu ambaye katika Biblia za kisasa walimbadilisha wakamuita Solomon, mfalme Solomoni, lakini jina lake la kweli anaitwa Monimon. Na tunajua kwamba Monimon alikuwa ni mfalme kwa kipindi chake, na tumesoma kwamba kwa wakati wake ni kwamba alitembea vizuri katika njia ya neno la Luba, na baadaye akaweza kupenya mawimbi ya Mtatedi, na alipokutana na Mtatedi kiroho katika maono, Mtatedi alimwambia aombe chochote ambacho anachotaka, lakini mfalme Monimon yeye aliomba hekima na maarifa kwa ajili ya kuongoza watu wa Luba, yani kuongoza wale watu ambao ni walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa, ambao wamepokea mafundisho ya kweli, ambao wamekubali kutembea kulingana na ukweli. Na hivyo Monimon alipata hiyo zawadi ya hekima kubwa sana kwa wakati wake, na ni moja ya wafalme ambao walikuwa na hekima kubwa sana, na hata
katika hali hii inaonekana watu wanasimulia kwamba alikuwa na maarifa mengi sana, lakini tunajua kwamba maarifa yake hayawezi yakazidi maarifa ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni Jokisabe na mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100, kwa sababu hawa wawili wao ni ukuu wote na wanatoka nje ya uwepo usiokuwepo. Kwa hiyo maarifa ya Monimoni pia hayawezi yakazidi maarifa ya mtu wa kwanza kuumbwa ambaye ni baba yetu, mtu mweusi Moto, kwa sababu naye pia alikuwa na maarifa ya juu sana ukilinganisha na watoto wake ambao watakuja kuzaliwa baadaye. Kwa hiyo nikianza mstari wa kwanza unasema kwamba usijisifu jinsi itakavyokuwa kesho, kwa maana haujui kwa uhakika yatakayotokea leo. Kwa hiyo hapa Monimoni anaanza kutuambia kwamba usijisifu kwa jinsi itakavyokuwa kesho. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mafundisho ya kweli na hii ni mithali ya kweli ambayo inatuandaa tu watu wazuri, tusiwe na tabia za kujisifu, za kujipendekeza, hapana. Na haya yanatufanya tuendelee kuwa na maisha mazuri katika njia hii ya utakaso. Maana unapojisifu kwamba kesho utafanya hivi na lile na lile, au kwamba unaweza kufanya jambo hili na hili, je, unajua kesho yako itakuwaje? Na hapa Monimoni akaendelea kusema kwa maana haujui uhakika yatakayotokea leo. Ni kweli ndugu zangu, kwa sababu haya maisha ni fumbo kwa walio wengi. Mambo ambayo yanatokea hata dakika moja ijayo baadaye haujui. Je, una haja gani ya kujisifu kwa mambo ambayo utayatenda au mambo ambayo yatakuwa kesho? Na ndio maana hapa Monimoni anatusihi na kutuomba kwamba tusijisifu kwa jinsi itakavyokuwa kesho. Kwa hiyo tusiwe sawa na hao ambao wapo katika dini mbalimbali, watu ambao ni wasioanzishwa. Tunaona kwamba wanakuwa ni watu ambao wanapenda sana kujisifu, wanajiona kama wao wamefanikisha kila jambo, lakini wanasahau kwamba neno la Luba lipo na wanasahau kwamba hatupaswi kuishi kwa namna hiyo. Mstari wa pili, waachie wengine waimbe nyimbo za sifa zako kituo. Acha mtu mwingine afanye badala ya wewe mwenyewe. Kwa hiyo Monimoni hapa akaendelea kutuambia kwamba tuachie wengine waimbe nyimbo za sifa zako. Yaani hapa inamaanisha kwamba ikiwa wewe ni mtu mzuri, ikiwa unatenda mambo mazuri, ikiwa unafanya mambo ambayo ni kwa ajili ya kusaidia ndugu zako au kaka na dada, basi huna haja ya wewe kujisifu, ila badala yake watakaofanya hiyo kazi ya sifa zako ni wengine ndo ambao wana hilo jukumu la kusifu, lakini wewe huna haja ya kujisifu. Maana kaendelea kusema kwamba acha mtu mwingine afanye badala ya wewe mwenyewe. Maana hapa pia tunajifunza hata kwa Kristo wa kweli Jokisabe kwa wakati wake, alitenda mambo mengi ya ajabu, alitenda miujiza mingi, aliponya wagonjwa, aliponya viwete, alitoa demon kwa watu ambao walikuwa wamepagawa na demon kwa wakati wake. Lakini kila mara tunajifunza kwa Jokisabe, hata alikuwa akifanya hayo, alikuwa hapendi asifiwe yeye. Maana ni kwamba katika uhalisia ni kwamba haya yote yanakuwa yanatokea ni kwa sababu ya neno la Luba, na ni kwa sababu ni muumba wa pekee, muumba wa kweli ambaye ni Luba anakuwa ameruhusu hayo yatendeke. Kwa hiyo huna haja ya kujisifu ndugu yangu kwa jambo lolote ambalo unalitenda. Kwa hiyo ikiwa upo katika mafundisho haya ya kweli na unafanya jambo lolote ambalo ni kulingana na ukweli, ndugu zangu, waachie wengine ndio waimbe sifa zako au sifa za jinsi ambavyo unatenda mambo. Lakini pia tuna mzaliwa wa pili yupo kwa wakati huo ndugu zangu, kwetu sisi imekuwa ni mfano mkubwa na tunajifunza kutoka kwake. Yuko katika hali hii inaonekana anafundisha, anatufunulia kila aina ya mtego ambao wazungu waliweka, na anaweka wazi mambo yote kwa uhakika. Na hata siku moja sijawahi kumuona mzaliwa wa pili akijisifu, kwa sababu hayo yote yeye hana haja ya kufanya hivyo. Akaendelea katika mstari wa 3, jiwe lina uzito na mchanga ni mzito, lakini hali ya mpumbavu ina uzito kuliko vyote viwili. Kwa hiyo hapa Monimoni akaendelea kusema kwamba jiwe lina uzito na mchanga ni mzito. Ndio ndugu zangu,
tunajua kwamba ni kweli jiwe ni zito na pia mchanga ni mzito, lakini hali ya mpumbavu ina uzito kuliko vyote viwili. Sasa hapa ukitolea mfano katika maisha haya ambayo tunaishi, kwa mfano huyu mpumbavu ni yule mtu ambaye anajua jambo kwa uhakika kwamba jambo linatakiwa litendeke namna hii, lakini anatenda tofauti na jinsi ambavyo inatakiwa kutendeka. Kwa hiyo huyo ni mpumbavu, na kwa mtu kama huyu ambaye ni mpumbavu, kwa kweli uzito wake unakuwa ni mzito kweli kweli. Mfano tu ni kwamba katika maisha haya ambayo yanaendelea kwa wakati huu, unakuta kwamba watu wapo katika dini, unawaambia kwamba dini ni uongo, wanaona jinsi mambo ya ajabu, uovu unavyoshamili katika hiyo mikusanyiko yao, lakini kwa jinsi ya upumbavu ambao wanao, bado wanaendelea kudanganywa, wanaamini kwamba dini ni ukweli, lakini kiuhalisia ni kwamba dini ni uongo, na haya mambo yote yanadhihirika kwa sababu tu ya upumbavu ambao wamepumbazika na hizo dini, wanadanganywa kwamba ni ukweli, lakini yote yanadhihirika, wanasikia, wanaona mambo ya ajabu, kufuru mbalimbali ambazo zinaendelea kutoka kwa viongozi wao na kutoka na miongoni mwa waumini wao, lakini bado wanaendelea kutumaini kwamba ule ni ukweli. Na mzaliwa wa pili amekuja, anaonesha mambo yote kwa uwazi, anaonesha ukweli kwamba ndio huu. Tupo katika neno la Luba, tunaona jinsi mambo yalivyo mazuri kuishi katika neno la Luba, lakini unakuta kwamba wale wapumbavu ambao wamekataa haya mafundisho ya kweli, bado wanakuwa ni wazito kweli kweli, ndugu zangu. Yaani unamuonesha kwa uhakika, angalia hapa pamekaa namna hivi, angalia hii hapa. Kwa mfano, unaweza kuwa unamuonesha hata mikanganyiko na makosa mbalimbali ambayo yapo katika vitabu vya Biblia za kisasa, lakini bado wanashupaza shingo zao. Yaani mpaka unaonea huruma, yaani ni namna gani ambavyo fahamu zao zimekamatika, kwa sababu unaonesha kabisa, angalia jinsi mambo yalivyo katika vitabu vya Biblia za kisasa, wanaona, wanashuhudia, lakini bado shangaa wanasema unajua unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuweza kufunua haya mambo au kuyajua haya mambo. Ndugu zangu, haya yote ni kwa sababu ya wamekuwa ni wazito kuliko hata jiwe na hata mchanga. Mstari wa 4, ghadhabu ni kali na hasira ni kali koma, lakini ni nani awezaye kuzuia wivu? Kwa hiyo mwalimu hapa aliendelea kusema kwamba ghadhabu ni kali, na ni kweli ndugu zangu, na pia hasira ni kali, lakini ni nani anayeweza kuzuia wivu? Maana tunatambua kwamba kiukweli ndugu zangu, kwa watu ambao hawapo katika ukweli, pale ambapo wanadhihirisha wivu, hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia huo wivu wao. Maana tunajua kwamba wivu si kulingana na ukweli, wivu sio mzuri, na wivu tunajua unapelekea mauaji, unapelekea watu kuumizana, unapelekea watu kufanyana mambo mabaya. Lakini hayo yote sasa, hii mithali inatuambia kwamba ghadhabu ni kali, hasira ni kali, lakini nani anaweza kuzuia wivu? Hakuna. Lakini pale ambapo unapokuwa katika neno la kweli, katika mafundisho ya kweli, neno la Luba, basi ni neno pekee ambalo lina uwezo wa kuzuia wivu usidhihirike katika maisha yako. Mstari wa 5, afadhali kukosolewa kwa uwazi kuliko urafiki ambao haujidhihirishi wenyewe. Kwa hiyo hapa Monimon akaendelea kutupatia methali kwamba ni afadhali kukosolewa kwa uwazi. Kwa hiyo tunatambua kwamba ndugu zangu, watu ambao hawapo katika ukweli siku zote hawawezi wakakosoa kwa uwazi, maana wanakuwa na unafiki ndani yao, wanakuwa na wivu ndani yao. Kwa hiyo hapa Monimon katika methali hii anatuambia kwamba ni afadhali kukosolewa kwa uwazi kuliko urafiki ambao hujidhihirisha wenyewe. Maana pale ambapo unakuwa na watu ambao mpo katika imani moja na imani ya kweli, basi watakuwa wanakosoa au mtakuwa mnakosoana kwa uwazi, ili muendelee kudumu katika maisha ya kweli, ili mfanikishe katika njia hii ya utakaso, mpate kupokea uzima wa milele. Lakini akaendelea kusema kwamba kuliko urafiki ambao haujidhihirishi wenyewe. Kwa hiyo kuna urafiki mwingine ambao ndugu zangu upo katika hali inaonekana, hasa kwa watu ambao hawajakubali haya mafundisho, watu ambao wapo nje ya ukweli huu. Wana urafiki ambao si kulingana na ukweli, na urafiki huo unakuwa hauwasaidii chochote.
Mstari wa 6. Lawama za rafiki huthibitisha uaminifu wake, nukta koma. Busu katika mabano kwenye mkono au shavu kama ishara ya kushikamana, koma, upendo na heshima ya adui ni nyingi mno. Kwa hiyo tunaona hapa Monimoni ameendelea kusema kwamba lawama za rafiki huthibitisha uaminifu wake, lakini hapa rafiki ambaye anazungumziwa hapa ni rafiki ambaye yupo kulingana na ukweli, yaani rafiki ambaye mnashiriki imani moja. Kwa hiyo unapopokea lawama kutoka kwa rafiki, maanake inakuwa ni lawama ambayo inakupeleka katika njia ya ukweli, yaani anakulaumu kwamba kwa nini unatenda mambo haya ambayo si kulingana na ukweli, mambo ambayo ni dhidi ya sheria ya neno. Kwa hiyo unapokuwa unapokea lawama za namna hiyo, zinakuwa zinathibitisha uaminifu wake kwako, yaani ni upendo wa dhati, yaani ana uaminifu kwako kiasi kwamba anakuwa anakufanya na wewe urejee katika njia iliyo sahihi. Lakini akaendelea kusema kwamba busu katika mabano kwenye mkono au shavu kama ishara ya kushikamana au upendo na heshima, hiyo busu ya adui ni nyingi mno. Ndugu zangu, tunatambua na tunajua kwamba katika hali inayoonekana, ukiwa na marafiki ambao si kulingana na ukweli, marafiki ambao sio wazuri, wanakuwa wanabusu nyingi sana. Yaani unakuta kwamba anakuwa anakubusu, anaonesha anakupenda, anaonesha yuko pamoja na wewe. Lakini ndugu zangu, tambua kwamba hayo yote si kulingana na ukweli, na huo ni mshikamano au ni upendo na ni heshima za unafiki. Ni upendo wa unafiki, ni heshima ya unafiki, kwa sababu huyo ni adui yako pasipo wewe kujua. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanaingia kwenye matatizo mbalimbali, wanakuwa wanaingia kwenye kudhalaulika, kwenye kutukanwa, kwa sababu anakuwa anapewa heshima au upendo ambao sio mzuri. Mstari wa 7, mtu aliyeshiba hata hukataa asali, nukta koma. Mwenye njaa huona tamu kilicho kichungu. Kwa hiyo tunaona hapa methali nyingine ambayo Monimoni anatuambia tena kwamba mtu aliyeshiba hukataa asali. Sasa hapa katika mfano halisi, mfano wa kweli, ni kwamba mtu ambaye ameshiba haya mafundisho ya kweli, mafundisho ya neno la Ruba, huu kweli, huwa siku zote anakuwa anakataa yale mambo yote ambayo yanaonekana kama ni asali, ambayo yanaonekana kama ni mazuri, lakini kumbe hayo mambo baadaye yanakuwa yanaleta matatizo mbalimbali. Na ndio maana akaendelea kusema kwamba mwenye njaa huona tamu kilicho kichungu, yaani yule mtu ambaye hajashiba neno la Ruba, hajawa na maarifa kulingana na ukweli huu, huona kitamu kile kilicho kichungu. Maana yeye kwa wakati wote anakuwa anaona yale mambo ambayo ni dhidi ya neno, yale mambo ambayo yanatokana, yanasababishwa na nafsi iliyoachwa na neno, tamaa zile zote mbaya, anakuwa anaona ni tamu, lakini kiuhalisia ni kwamba ni mambo ambayo yanakuwa yanapelekea ukose uzima wa milele, ni mambo ambayo yanakuwa yanapelekea hata katika hali inayoonekana uishi maisha ya tabu, uishi maisha ya dhiki, magonjwa, njaa na hali za namna zote hizo. Mstari wa 8, mtu anayetangatanga bila kusudi mbali na nchi yake ni kama ndege anayeenda mbali na kiota chake kituo. Kwa hiyo tunaona hapa mithali nyingine, Monimoni anatuambia kwamba mtu anayetangatanga bila kusudi mbali na nchi yake ni kama ndege anayeenda mbali na kiota chake. Ni kweli ndugu zangu, na haya yote tunaona kwamba mtu yeyote ambaye anatangatanga bila kusudi lolote, yani kwamba huyo mtu manaka anakuwa anafanya mambo ambayo hayana msaada wote katika maisha yake. Na kwa mfano hata katika maisha haya ya kawaida tumeona watu weusi wengi wametoka katika maisha yao ya kweli ambayo ni maisha ya kiroho, maisha ya kuishi katika neno la Ruba, na hivyo wamepokea dini mbalimbali, na hivyo huko wanatangatanga. Na ndio maana unakuta kwamba weusi wengi kwa wakati huu wanapokutwa na matatizo, na hata sisi tulikuwa huko wakati upo katika dini, unakuta umebanwa na matatizo mbalimbali. Upo katika dini yako hiyo ambayo umeamini, unafikiri kwamba ukiwa katika hiyo dini basi utapata msaada ulio wa kweli, lakini unakuja kukuta kwamba uwepo wako hapo haupati kile ambacho ulikuwa unatumai unaweza kupata, na hivyo inakuwa inapelekea mtu wa namna hiyo anakuwa anahama dini mbalimbali, anahama madhehebu mbalimbali. Na hayo wengi, hata sisi, mfano ni mimi, nimepitia katika hayo maisha,
maana nilifikiri kwamba kuwa katika dini fulani au kuhamia dhehebu fulani ndipo nitapata ule ukweli halisi, na sikupata katika hizo dini, maana dini ni uongo. Lakini unapokuwa katika maisha ya kweli, maisha ya kiroho, imani ya kweli ambayo inalishwa na neno la Ruba, basi ndugu zangu ni kwamba unakuwa upo katika nyumbani kwako. Na ndio maana hii methali inatuambia kwamba mtu anayetanga bila kusudi mbali na nchi yake ni kama ndege anayeenda mbali na kiota chake. Kwa hiyo ndugu zangu, wausi wote ambao wapo katika dini mbalimbali, wapo katika maisha ambayo ni dhidi ya neno, manake wako mbali na mfano hapo ndio nitolea kama kiota chao, yani maisha ya kweli ambao walistahili kuyaishi, ambayo ni maisha ya kiroho, maisha ambayo ni kulingana na neno la Ruba. Mstari wa 9, bidhaa za urembo na manukato hutia moyo katika sherehe, katika mabano, ufahamu wa moyo katika furaha, .com. Utamu wa urafiki ni kama harufu ya thamani zaidi. Kwa hiyo hapa Monimon akaendelea kutuambia kwamba bidhaa za urembo ni manukato hutia moyo katika sherehe. Kwa hiyo ndugu zangu, pale unapokuwa na bidhaa za urembo inakuwa ni kama manukato ambayo hutia moyo katika sherehe, maana moyo unakuwa katika ufahamu, katika furaha, na sio kwamba labda moyo wenyewe ndio unakuwa na furaha. Ndio maana usahihi wa maandiko ya kweli umebainisha hapa katika mabano kwamba ufahamu wa moyo katika furaha. Na pale ambapo unakuwa unapokea bidhaa mbalimbali, kwa mfano katika maisha haya ya neno la Ruba ni kwamba unakuwa unapokea zawadi mbalimbali, unapokea huu kweli, unapokea mafundisho ya kweli. Tunajua kwamba mioyo yetu inakuwa inapata ufahamu wa moyo, yani mioyo yetu inakuwa ipo katika sherehe, yani inakuwa inapokea furaha kulingana na huu kweli ambao tunakuwa pokea. Akaendelea kusema kwamba utamu wa urafiki ni kama harufu ya thamani zaidi. Maana hapa katika mfano halisi ni kwamba pale unapokuwa na rafiki ambaye yupo kulingana na ukweli, rafiki ambaye atakuwa yuko pale kwa ajili ya kusaidia katika jambo lolote ambalo linakuwa unahitaji msaada, lakini kulingana na ukweli, basi rafiki wa namna hiyo ni kama harufu ya thamani zaidi. Na ndio maana katika neno la Ruba tunaomba kuwa na marafiki ambao ni wazuri, marafiki ambao wanatii neno la Ruba, yani marafiki ambao wapo katika imani ya neno la Ruba. Kwa hiyo unapokuwa na marafiki wa namna hiyo, hawezi wakakufanyia jambo lolote ambalo ni baya, na hivyo unakuwa na rafiki ambaye anakuwa na harufu ya thamani zaidi kwako. Mstari wa 10, usimwache rafiki yako na rafiki wa baba yako, katika mabano, walio na tabia njema, wala usiingie nyumbani mwa kaka yako siku tu ya dhiki yako, .com. Bora jirani wa karibu kuliko kaka wa mbali, kituo. Kwa hiyo tunaona hapa Monimon ameendelea kusema kwamba usimwache rafiki yako na rafiki wa baba yako walio na tabia njema. Yaani hapa katika ukweli ni kwamba ndugu zangu wote ambao tumepokea neno la Ruba, wote ambao tupo katika haya mafundisho ya kweli, usimwache rafiki ambaye yupo kulingana na ukweli huu, ambaye rafiki ambaye pia amepokea neno la Ruba. Lakini pia akaendelea kusema kwamba usimwache rafiki wa baba yako, na hapa anapoongelea rafiki wa baba yako ni baba yule ambaye yupo katika neno la Ruba, yani baba ambaye amekubali haya mafundisho. Kwa hiyo tunatambua kwa kipindi cha Monimon ni kwamba baba zao walikuwa wamepokea mafundisho ya kweli, walikuwa ni watu walioanzishwa. Kwa hiyo hata wanapokuwa na marafiki, wanakuwa na marafiki wale ambao pia wameanzishwa, yani wale marafiki ambao wako vizuri katika imani ya kweli. Na hivyo unapokuwa na rafiki wa namna hiyo ambaye amepokea neno la Ruba, na rafiki wa baba yako ambaye pia yupo katika imani ya kweli, wanakuwa ni marafiki wazuri ambao watakuongoza vizuri katika njia hii ya utakaso. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa haijamaanisha kwamba kuchukua marafiki tu mbalimbali, kwa mfano baba ambao hawapo katika neno la Ruba, baba ambao ni wasioanzishwa, kwa sababu ukiwa na marafiki wa namna hiyo ndugu zangu, wanaweza wakakuondoa katika njia ya kweli, wakakufanya unaanza kufanya mambo ambayo ni dhidi ya neno la Ruba. Kwa hiyo methali hii inatuomba kwamba tusiwache marafiki wale ambao
ni kulingana na neno la lugha. Akaendelea kusema kwamba wala usiingie nyumbani mwa kaka yako siku tu ya dhiki yako. Kwa hiyo hapa tunaomba kwamba isiwe kwamba wakati huo umepatwa matatizo au unahitaji msaada fulani, hapo sasa ndio unahitaji kuingia kwenye nyumba ya kakako kwa ajili ya kwenda kusaidika jambo lako. Hapana. Bali ukiwa na urafiki wa kweli ni kwamba basi muda wote mtakuwa mnatembeleana na muda wote mnakuwa mnasaidiana, na si kama ambavyo wanafanya watu wasioanzishwa, maana tunatambua wengi tumetoka katika maisha hayo. Unakuta kwamba mtu akiwa na tatizo hapo ndo anakuja na kutembelea nyumbani kwako, lakini akiwa na maisha yake na maisha yake yanaendelea vizuri, basi hana haja ya kuja kwako. Na hivyo watu wa namna hiyo tunahitaji kuwaepuka, maana katika maisha haya ambayo tunaishi unakuta kwamba mfano tumesoma shule mbalimbali za sekondari, si primary, unakuta kwamba kwa wakati huu ulikuwa na rafiki ambaye mlikuwa na urafiki naye, baada ya kuachana hamjawahi kuwasiliana hata miaka 6, 10, lakini pale ambapo anakuwa na tatizo tunashangaa simu inaita, na simu ikiita na kusalimia anakuwa kama amekumbuka sana wewe rafiki yake sana, lakini sikilizia baada ya dakika chache unashangaa ndugu yangu samani na shida 1 2 3 naomba unisaidie 1 2 3. Marafiki wa namna hiyo ndugu zangu si marafiki wa ukweli, na ndio maana hapa methali hii inatuomba kwamba usiache marafiki wale ambao wapo kulingana na ukweli. Akaendelea pia kusema kwamba ni bora jirani wa karibu kuliko kaka wa mbali. Kwa hiyo ndugu zangu, methali hii pia inatuomba kwamba maana tunatambua katika neno la lugha tumeombwa kwamba tuwe watu wazuri, tuishi vizuri na majirani, na hivyo inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu hata pale unapokuwa unapatwa na tatizo, basi jirani yako yuko pale ndio anayeweza kutoa msaada wa karibu zaidi kuliko kaka yule ambaye ni wa mbali. Kwa hiyo tunaona mithali kama hizo ndugu zangu ni mithali ambazo zinatujenga, zinatufanya tuwe na umoja watu weusi, kwa sababu unajua wazungu walipokuja Afrika wameleta ustaarabu wao, na ndio maana ukuta kwamba maisha sasa hivi yamebadilika sana. Yaani watu weusi wamekuwa na maisha ya ajabu, maisha ambayo sio maisha yao, kwa sababu tunajua kwamba kwa mfano mimi nimeshaishi kwa sehemu maisha ya kijijini, ni kwamba maisha ya kijijini miaka ya nyuma kidogo hapo ni kwamba watu walikuwa na umoja kweli kweli, walikuwa na hali ambayo hata tatizo likitokea unakuta kwamba wanashirikiana. Angalia kwa wakati huu dini zimekuja, dini zinaendelea kushamili na watu wanazidi kuiga maisha ya kizungu, maisha ambayo hayana utu, yani hayana maisha ya kusaidiana, ni maisha ambayo ni maisha ambayo si kulingana na ukweli ndugu zangu. Unakuta kwamba mtu una tatizo na hata hauwezi ukaenda kuomba msaada kwa jirani yako. Na haya ni maisha ambayo wazungu watu weusi wanaiga kwa wazungu. Lakini ukiangalia kwa watu weusi maisha ambao walikuwa wanaishi hapo awali ni maisha ambayo ni ya kusaidiana. Mfano pia kwa wakati huu unakuta mtu umepatwa na tatizo, umepatwa na msiba, lakini cha ajabu ni kwamba watu wanakuwa wanafurahi kuja kwako kwa ajili ya kuja kupata chakula, kuja kula wali na marage, kuja kula wali na nyama, lakini unakuta kwamba hawako pale kwa ajili ya kukusaidia au kwa ajili ya kukufariji wewe ambaye ni mfiwa. Matokeo yake unakuta kwamba wewe ambao umefiwa ndio unakuwa unaingia tena gharama ya kuwalisha watu ambao wanakuja kukufariji. Sasa ukilinganisha na hali ya zamani ya watu weusi ni kwamba ilikuwa tofauti. Watu weusi mtu ulikuwa ukipatwa na matatizo umefiwa, unakuta kwamba wewe ambao umefiwa unakuwa yani hauingii gharama ya kitu chochote, kwa sababu wale majirani na marafiki mbalimbali ndio wataleta vyakula, ndio watafanya shughuli yote ya kupika, ya kuleta vyakula mbalimbali hapo, na unakuta kwamba hata msiba ukiisha bado unaendelea kubaki na vyakula vingi ambavyo vimebaki ambavyo watu wamekuletea. Lakini kwa wakati huu ndugu zangu imekuwa tofauti, na haya yote yanatokana ni kwa sababu ya hizi dini ambazo zimeletwa hapa Afrika na haya maisha ya kizungu ambayo hayana msaada wote kwa kwetu sisi watu weusi. Kwa hiyo ndugu zangu, mithali hii inatuomba kwamba ni bora jirani wa karibu kuliko kaka wa mbali. Kwa hiyo ndugu zangu, hata katika neno la lugha tunaomba mara kwa mara kwamba tuzidi kuimarisha upendo kati ya majirani na majirani, na si kutegemea tu kaka yako ambaye yuko mbali labda kilomita 1000 huko, ambapo ukipatwa na tatizo aweza kukusaidia jambo lolote kwa wakati huo kwa haraka zaidi. Mstari wa 11,
Ishi kwa hekima, mwanangu, nitakuwa na moyo katika mabano, ufahamu wa moyo wenye kujaa furaha, na yeyote akinikosoa, nitaweza kumjibu. Kwa hiyo Moni hapa anatuomba kwamba tuishi kwa hekima, maana wakati huo ni kwamba unavyosikia hizi mithali zinakuomba uishi kwa hekima. Na maana unapokuwa unaishi kwa hekima, yule ambaye ndiye anakuongoza wewe, yule ambaye ndio anakufundisha maisha mazuri, pale ambapo unapokuwa unaishi kwa hekima ni kwamba moyo wake unajaa furaha. Na ndio maana hapa Moni akasema kwamba moyo wake, yani ufahamu wa moyo utajaa kwa furaha pale ambapo watoto wanakuwa wanaishi kwa hekima na si kwa kiburi. Akaendelea kusema kwamba na yeyote akinikosoa nitaweza kumjibu. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi kulingana na ukweli ana ujasiri wa hata kukosolewa. Maana ikiwa mtu upo katika ukweli, hauna haja ya kuficha yale mambo ambayo unaona kwamba si kulingana na ukweli. Kwa hiyo ikiwa mtu anakuja anakukosoa kwa jambo lolote ambalo labda umeenda dhidi ya sheria, basi ni vema na wewe ukawa na uwezo wa kumjibu, ikiwa ni kumshukuru au kusema asante kwamba amekutoa katika labda katika uongo fulani, basi unakuwa una uwezo wa kumjibu. Na ndio maana hapo Moni ana ujasiri, na tunatambua kwamba Moni alikuwa na hekima kweli kweli, na alikuwa na hekima ambao na maarifa mbalimbali ambao ni kulingana na ukweli. Na ndio maana nasema kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kumjibu mtu yeyote ambaye atamkosoa. Na si kwamba hapa Moni alikuwa na uwezo wa kumjibu kwa kiburi au kwamba anajeuri kwamba yeye ni mfalme, hapana, kwa sababu alikuwa na hekima ambayo ni kulingana na ukweli, alikuwa na maarifa ambayo ni kulingana na ukweli, na hivyo alikuwa anatenda mambo ambayo ni kulingana na ukweli kwa wakati huo. La wakati huo ni kwamba ulikuwa ukimkosoa kwa jambo lolote, ikiwa ni jambo ambalo ni kulingana na ukweli, basi alikuwa ana uwezo wa kujibu kwa usahihi na kukusaidia zaidi kuendelea na maisha ambayo ni mazuri. Mstari wa 12. Aliyeanzishwa anaona janga linakuja na kujificha kituo. Wasioanzishwa, wazungu na damu changanyiko katika mabano metisi hujiingiza ndani yake na wanalipa ghali. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa tunaona methali inasema kwamba aliyeanzishwa anaona janga linakuja na kujificha. Kwa hiyo kwa sisi ambao tupo katika mafundisho haya ya kweli, tupo katika chuo hiki cha kweli ambacho tunafunzwa ukweli, tumeanza kujifunza majanga mbalimbali, na hivyo tunakuwa tunayakimbia. Maana tunaona kwamba yale majanga yote ambayo tulikuwa tuyajui, maana tulikuwa katika ujinga wa hizo dini, hatujui kwamba hili ukiwa unatenda jambo hili linaweza kusababisha matatizo mbali haya na haya, tulikuwa hatujui. Na hivyo ilikuwa inatusababisha badala ya kukimbia hayo majanga, maana tunakuwa tunaenda ndani zaidi, matokeo yake tunakuwa tunapata matatizo mbalimbali ambayo yanatukumba. Na ndio maana hapa anasema kwamba walioanzishwa wanapoona janga linakuja, wao hujificha. Kwa nini wanakuwa wanajificha? Kwa sababu tayari wanakuwa wanapata taarifa kutokana na neno la Ruba, wanakuwa wanapata unabii mbalimbali, wanakuwa wanapata mafundisho ya kweli ambayo yanawaondoa katika staili ya maisha mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha majanga mbalimbali. Na akaendelea kusema kwamba wasioanzishwa, tunatambua kwamba wasioanzishwa ni hao watu weusi ambao wapo katika dini. Wazungu na damu changanyiko katika mabano metisi hujiingiza ndani yake na wanalipa ghali. Maana wao wanapoona janga linakuja, na kwa sababu hawana ufahamu wa kweli, hawana usahihi, hawana uhalisia wa kweli kulingana na hayo, wanakuwa wanajiingiza ndani zaidi. Nashuhudia kwamba kwa mfano wengi wanakuwa wanaingia kwenye mambo ya uzinzi, kwenye mambo ya kiburi, kwenye mambo ya ujambazi. Matokeo yake ni kwamba wakijiingiza ndani zaidi huko kutokana na tamaa mbaya ambayo inasababishwa na nafsi iliyoachwa na neno, manake wanakuwa wanaingia kwenye matatizo zaidi, na hivyo wanakuwa wanalipa gharama zaidi. Yani wanakuwa wanasababisha kwamba waingie katika gharama zaidi, na gharama moja hapo ni kwamba unakuwa unapoteza maisha yako ya umilele, lakini pia unakuwa unaingia katika matatizo mbalimbali ambayo yapo katika hali hii
inayoonekana baada ya anguko, matatizo ambayo ni mabaya. Mstari wa 13, usiruhusu kuwa mdhamini wa deni la mtu usiyemjua kituo. Kwa hiyo hapa Monimon ameendelea kusema kwamba usiruhusu kuwa mdhamini wa deni la mtu usiyemjua. Ndugu zangu, ni kweli kwamba kama mtu haumjui usiingie kuwa mdhamini kama huyo mtu ana deni na mtu mwingine, maana haujui kama haumjui anaweza akakukimbia, na hivyo akakukimbia, unaweza kukuta hilo deni limekuwa mzigo tena kwako. Maana ukimdhamini mtu, maana kuna kumeingia dhamana kwamba kama huyo mtu atakimbia au atashindwa kutekeleza hilo jambo, manake wewe ndio utawajibika kwa hilo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye haumjui usiruhusu hata siku moja kumdhamini mtu wa namna hiyo. Maana tunajua katika watu wasioanzishwa wengi wanakuwa wanashawishiwa kwamba kuna ndugu fulani ni rafiki yangu, naomba umdhamini. Ikiwa ndugu yangu haumjui, hata siku moja usiruhusu kumdhamini mtu wa namna hiyo. Mstari wa 14 na ambao pia ni mstari wa mwisho anasema kwamba mtu akimsalimia jirani yake kwa sauti kubwa alfajiri, salamu yake itahesabiwa kuwa ni tusi kwa wajinga. Kituo. Kwa unaona hapa Monimon akaendelea kusema kwamba mtu akimsalimia jirani yake kwa sauti kubwa alfajiri, salamu yake itahesabika kuwa ni tusi kwa wajinga. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema kwamba watu weusi kwa wakati huu wengi tayari wameshaenda mbali na maisha ya kweli, wameanza kutenda maisha ambayo si kulingana na ukweli. Na unakuta kwamba mtu akimsalimia mtu kwa sauti kubwa alfajiri anaonekana kama ni mjinga. Ni mjinga namna gani wakati mtu anamtakia hali, anamsalimia ikiwa huyo mtu ameamka salama siku hiyo. Kwa hiyo hizi ndio methali ambazo tuliletewa na Monimon, na ni methali ambazo kwa wakati huu mzaliwa wa pili yuko anazirejesha katika usahihi wake ili tuendelee kuishi katika methali hizi, maana ni methali ambazo zinatufunza tuwe watu wazuri, tuishi vizuri na watu, tuepuke mambo mabaya mbalimbali, uovu mbalimbali ambao unasababishwa na hizo demoni na hao malaika walioanguka na shetani mlima Bobe, na hivyo tunakuwa tunaendelea vizuri katika njia hii ya utakaso, tukiimarishwa na neno la Luba, kuwa na imani iliyo thabiti. Asanteni sana ndugu zangu. Luba ndiye muumba pekee wa kweli na Luba anaendelea kujitukuza. Asanteni sana.